Mimi nilipoingia bungeni kati ya mambo niliyotaka mimi nikiwa siko bungeni yakae sawa ni maono ya nchi. Niliweka hoja kwamba nchi lazima iwe na maono ya muda mrefu. Inaweza kuitwa maono ya taifa au agenda ya taifa au mwelekeo wa taifa. Nchi zote zilizoendelea duniani zilikuwa na maono ya muda mrefu. Kwa sababu hauwezi kuendeleza nchi ndani ya miaka 5 au 10 au 20 au 30, haiwezekani. Lazima uwe na maono ya muda mrefu. Hebu sema maono ya muda mrefu. Rudia tena. Sema hata kama hutaki, maono ya muda mrefu. Sema tu. Umenuna lakini sema tu. Maono ya muda mrefu. Ni kuonyesha kwa mfano. Maono ya muda mrefu, yale ambayo sisi tunayaita maendeleo, sio lazima na kule Ulaya wayaite maendeleo. Sisi kwa sababu ya kukosa maeneo ya muda mrefu, maono ya muda mrefu, huwa tunarukia maendeleo. Kwa mfano, kule Ulaya sasa hivi wanaanza magari ya umeme. Kina Elon Musk na wenzake, magari ya umeme yataanza kuletwa hapa na sisi tunadandia magari ya umeme. Hatujui hata namna ya kuyatengeneza. Kwa hiyo maono ya muda mrefu ni kama hivi, sikilize vizuri. Tukasema hivi, sisi wa Tanzania tunataka maono ya muda mrefu, miaka 50 au miaka 100. Lakini kwa sababu ni maono ya muda mrefu, yanaweza kuwa yanafanywa revision kulingana na mabadiliko ya dunia. Tukasema ndani ya miaka 50 ni maono ya Tanzania kwamba kila barabara iwe ya lami zote. Nakupa mfano. Ndani ya miaka 50 kila nyumba ya mtu iwe na maji safi na salama. Kwamba mtu badala ya kutembea na chupa afungue bomba la nyumbani kwake anywe maji safi na salama. Mbona Ulaya wanayo? Wewe vipi? Unanielewa Namba 3. Kila Tanzania yetu ni maono yetu ndani ya miaka 50. Kila wilaya iwe na hospitali kubwa ya rufaa. Yaani maana yako unapokuwa umepata unatakiwa rufaa usiletwe Muhimbili, usipelekwe Bugando, kwenye wilaya yako kuwe na zinga la hospitali ya rufaa. Ndani ya miaka 50 kwetu sisi wa Tanzania kila wilaya iwe na chuo cha michezo, sport academy. Ili wale wachezaji tu tuna manufacture pale, tuondoe hii aibu ya kuwa tunafungwa kama kichwa cha mwenda wazimu. Unaelewa Nasema kila wilaya. Ndio utasema ndani ya miaka 50 nchi ya Tanzania tuwe na miradi mikubwa ya umwagiliaji. Kwa sababu sisi tuna maji. Mara wana maji. Mkoa wa Simiyu wana maji. Mkoa wa Shinyanga wana maji. Mkoa wa Mwanza kuna maji. Mkoa wa Geita kuna maji. Mkoa wa Kagera kuna maji. Mkoa wa Kigoma kuna maji. Mkoa wa Katavi kuna maji. Songwe kuna maji. Sumbawanga kuna maji. Mbeya kuna maji. Njombe kuna maji. Maji. Na kuna mashamba. Tutengeneze mashamba yalimwe ndani ya miaka 50. Tanzania iwe ndio bakuli la kulisha dunia kwa chakula. Unanielewa Tumlishe Mnyarwanda, tumlishe Mkongo, tumlishe Mchina, tuwalishe. Ndani ya miaka 50 tutengeneze vizimba vya kuvua samaki. Samaki wavuliwe, yani nchi tuilime mpaka itoe machozi. Nchi ilimwe mpaka itoe machozi. Tunakuwa na mitazamo ya miaka 50. Sikiza vizuri. Sasa ukiwa na hiyo miaka 50 mitazamo hiyo, sasa kinachofanyika ni nini? Unafanya hivi. Kila rais anayeingia madarakani, sisi wananchi tuna maono yetu. Wewe unaingia madarakani kututimizia maono yetu. Wewe ni mwajiriwa wetu. Hatutaki sisi wewe uanze mambo yako. Unaingia unaanza tulikutuma. Sisi tulikutuma hayo. Unanielewa Unanielewa?
Sauti ya mtu aliye nyikani. Itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Unajua maana yake nini sasa? Hata kama upendi, utanipenda tu, kwa sababu huna choice. Kwa hiyo kinachofanyika sasa, kila rais anayeingia madarakani, kumbuka si ni maono yetu kwamba kila barabara iwe ya lami, kila barabara iwe ni uchochoro, iwe ni wapi. Ukifanya hivyo, magari yatadumu. Ukinunua kigari chako utakaa nacho miaka 20 kwa sababu barabara ni nzuri. Unanielewa eh? Sasa akiingia rais huyu madarakani, kazi yake ni kututimizia maono yetu. Akiondoka anaingia mwingine, unaendelea pale alipoishia mwenzako. Rais kwetu ambaye tunamuita jembe ni yule ambaye tulitakiwa nchi nzima iwe na maji kwa miaka 10, jamaa amepambana, tuna maji ndani ya miaka 3. Wewe ndio jembe. Sio jembe kwa kufanya mambo yako. Jembe hilo ni la familia yako. Anayetutimizia maono yetu kwa muda mfupi, huyo ndio jembe. Ndani ya miaka 50 kila nyumba ya Mtanzania iwe na bomba la gesi. Badala ya kubeba hii mitungi ya gesi, mtu awe anafungua kama anavyofungua bomba la maji, tunapika. Mbona mtu anasema haiwezekani? Kwenye jimbo langu mimi nilipokuwa mbunge, tumefanya study hapa. Kuna ile gesi iliyotoka Mtwara, siko Dar es Salaam, ishafika hapa. Kwenye jimbo langu tukasema tuingize gesi ndani ya nyumba 480. Tumeingiza gesi ndani ya nyumba 480. Kila mtu ana bomba la gesi kama anavyoweka maji. Mtu anafungua, aliyekuwa analipa bili ya umeme shilingi 50,000 analipa 5,000 hapa kwangu hapa Mikocheni hapo. Kwa nini usitandike nchi nzima? Na tuna vitalu vya gesi viko 11 Tanzania. Na kwa mjibu wa utafiti wa serikali, kama kila nyumba ya Mtanzania, vijiji vyote, kila mtu akawa na gesi, tutatumia gesi miaka 100. 100 haishi. Sasa kwa nini hatutumii? Kichwa. Vichwa. Kwa nini vichwa? Vimelogwa. Havijelogwa na wachawi wa kutumia ungo, vimelogwa na wazungu. Hey, shehe wangu ng'ombe akiwa anatoa maziwa mengi, utampa majani zaidi ili upate maziwa mengi zaidi. Unanielewa? Kama tuna vitaru vya gesi 11, hata kama ukikopa pesa ukaiwekea Tanzania yote, kila mtu, na maanisha kila nyumba, bomba la gesi kijijini, faida ya kwanza, watu hawatakata miti. Hakuna kuchoma mkaa, hakuna kukata kuni, mvua itaongezeka. Leo unaningangania tu mimi kwamba mabadiliko ya tabia ya nchi, kwa sababu wazungu wanasema tabia ya nchi imebadilikaje? Wanadamu ndio wamebadilika, wanaharibu nchi. Sasa ukifanya hivyo, ukaweka kwenye nyumba ya kila mtu, hata kama ukiwa umekopa pesa, iende pale. Kwa sababu hapo ukipeleka pale, kila usiku watu wakianza kupika, hela inaingia kwenye serikali. Si kila mtu anatumia gesi yenu? Kila mtu akipika anatumia gesi yenu. Nchi nzima, wewe jaribu kuwaza nchi nzima, kila mtu amewasha, kwa sababu kila mtu lazima ale. Kula ni fungu la wote. Mchungaji, askofu, nani, shehe, imamu, rais, nani, kichaa anakula. Kwa hiyo ukiwasha bomba tu hivi gesi inaanza kutoka. Kwa nini usitoe kipaumbele kwenye mambo kama hayo? Mzungu, ukimfuata mzungu ukamwambia ukope kwenye kutengeneza gesi, anaona huyu akikopa kwenye mlengo huu atajikomboa. Wanakuambia hatuna mkopo wa namna hiyo. Tuna mkopo wa mashule, kujenga shule ya msingi,
Kama unataka kujenga mashule ya msingi trilioni 8. Ukijenga mashule ya msingi kwa kukopa, paka uje ulipe deni kwa wanafunzi kusoma shule ya msingi. Shehe wangu, hulipi. Kwa utakuwa roho iko juu tu. Kwa hiyo rais aliye madarakani ataenda, ataacha deni. Anayeingia anakumbana nalo uso kwa uso. Mnakuwa mnaongeza namna hiyo tu. Mnaongeza namna hiyo mpaka atakaye kuja mwishoni kule atakuta deni liko juu ya mlima Kilimanjaro, atalia mawe. Maana yake ni nini? Ni sisi. Ila mimi nimeamua kumwomba Mungu, kwa sababu hakuna namna nyingine ya kututoa hapa, ni Mungu atatutoa hapa. Tunafunga siku 40. Tunamwambia Bwana, sasa imetosha. Mamlaka za giza, uweza wa giza, wakuu wa anga, madhabahu za giza zilizoshikilia mataifa, achia. Sema achia. Lazima tuachiwe. Usipoachiwa wewe, nimeachiwa mimi. By the way, let me tell you something. Changes do not come because of a group. Changes comes because of an individual. Mabadiliko hayaletwi na group. Mabadiliko yanaletwa na mmoja aliye tayari kutoa uhai wake. Kwa hiyo usipoenda wewe, mimi natosha, nitaenda. Kwa mtu mmoja Adam, dhambi kaingia ulimwenguni ikawapata wote. Kwa mtu mmoja Yesu, uzima ukaingia ulimwenguni ukawapata wote. Mungu hahitaji group la watu, anahitaji mtu mmoja wa kutumia Kenya, anahitaji mtu mmoja wa kutumia Burundi, anahitaji mtu mmoja wa kutumia Rwanda, anahitaji mtu mmoja wa kutumia Tanzania. Ukiwa tayari, piga kelele, sema niko tayari Bwana. Mmoja tu. Mungu hahitaji grupu, anahitaji, lakini mmoja yule sio hawa majuja letu tulionao. Mmoja yule ni yule anayesema nikifa na nife, nikipona nchi imepona. Kumpata huyo ndio kazi. Wengine wako hivi, tukimbie, tukimbie, tukimbie. Unaonaje? Kimbieni, anatoka balo. Hakuna mtu aliyelima shamba huku anaangalia nyuma akafanikiwa. Nataka 2025 kila moyo wa Mtanzania uamke kwa namna ya ajabu. Unasema Tanzania ni yetu sote, madini ni ya kwetu wote, maji ni ya kwetu yote, dhahabu ni ya kwetu wote, uranium ni ya kwetu yote, gesi ni ya kwetu wote. Lazima tuamke ili watoto wa watoto wetu waishi kwenye Tanzania ambayo tunaitamani. Tunao watoto. Watoto watakaokuja watasema baba zetu walikuwa washenzi kweli. Watayachapa viboko makaburi yenu. Kuta mtoto kabisa, fiu, pumbavu kabisa, fiu. Kinga kabisa huyu. Nikupe mfano. Mimi nakwambia kwa sababu haya nayo kuambia nishayaongea bungeni. Usiniwaambie kwamba kwa nini Gwajima unayaongea hapa bungeni, nilishayaongea yako hata kwenye YouTube. Kwa hiyo hakuna mtu akuniambia ninaongea kitu ambacho nitakiwa kukiongea bungeni, nilishaongea. Na wala sio siri. Haya si tayari hapo.